نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأزحت عن بصائرنا غشاوة الغواية. يا رب اغننا بفضلك عمن سواك واحشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده واسقنا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما طغى وضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. سيدي أبا القاسم محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كراسة العقيدة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعlamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ndugu zangu, awali ya yote ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, rehema zake na mapenzi kwetu sisi. Tumebakia kuwa na pumzi, lakini pia tukiwa na afya njema. Yote ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa hongo tunazozitoa eti ndio hiyo sababu ya kuwa na afya njema, lakini si kwa akili tulizonazo ndio ikawa sababu ya kutubakishia afya njema, lakini pia si kwa ibada tunazozifanya basi ikawa ndio ibada nyingi, ama ndio ikawa sababu ya sisi kupewa nafasi kwa sababu tunamwabudu sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hapana, isipokuwa ni mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio yanatubakisha hivi kuwa na afya njema. Sisi siku zote Mwenyezi Mungu anatuambia, nyinyi mkinishukuru basi wajibu wangu mimi kama Allah subhanahu wa ta'ala kuwaongezea. Mkinishukuru basi mimi Allah subhanahu wa ta'ala wajibu wangu kuwaongezea kwa kile mlichokishukuru. Ndugu zangu, tupo katika mwezi wa 12, lakini kama wengi wetu tumezoea kuita mfungo tatu. Sasa mwezi wa 12 na mfungo tatu siki inakuwa, lakini ndio tushazoea. Isipokuwa tupo katika mwezi wa 12 mwaka 1446. Hii ukisema kwa Waislamu inakuwa ni ngeni kidogo, lakini kama Waislamu ndo tunapaswa kushika tarehe hizi. Si haramu kuhifadhi na kutambua tarehe zisizokuwa hizi, kwa sababu utaratibu wa upokeaji wa mishahara yetu kama wafanyakazi wa serikali upo katika tarehe zisizokuwa hizi. Utaratibu wa upokeaji mishahara yetu katika vibarua tunavyofanya upo katika tarehe zisizokuwa hizi. Lakini hata utaratibu wa maisha tuliotengenezewa, ikiwa ni mashuleni, ikiwa ni kalenda nyumbani kwako, basi na utaratibu wa tarehe isiyokuwa hii. Sasa si haramu wala si vibaya, lakini ni wajibu wetu na sisi kama Waislamu kuzingatia tarehe ambazo tumetengenezewa, ambazo zimewekwa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama kutoka Maka na kuhamia Madina. Sasa katika mwezi kama huu mwezi 12 ambao ndio unakamilisha ule mwaka mzima wa Kiislamu, maana yake kwamba mwezi utakaofuata kutokea mwezi huu itakuwa ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Sasa mimi nilichotaka kukisema leo, na ndio itakuwa ima unwani ya hotuba yetu, tufanye tathmini ya matendo yetu. Leo tupo katika mwezi wa 12 wa Kiislamu, na mwezi wa 12 ndio mwezi wa mwisho katika mwaka. Sasa kama Waislamu tunatakiwa tufanye tathmini ya matendo yetu, lakini kabla ya tathmini ya matendo yetu sisi tunatakiwa tujitambue tuna nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanadamu kwa wanadamu wake tu waliokuwa nao, basi ni kiumbe mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ana utukufu wa peke yake washinda hata malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ana utukufu
utukufu wa peke yake kuwashinda hata majini ambao ni sehemu ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu ana utukufu wa peke yake kukishinda kila kiumbe katika ulimwengu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kumleta mwanadamu katika ulimwengu, ilipita hiwari baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na malaika. Akawaambia, mimi nataka niweke kiumbe katika ardhi. Kiumbe hiki nataka nikifanye ndio kiwe kiongozi wa dunia. Kiumbe hiki nataka nikifanye ndio kiwe mtawala wa ulimwengu. Ukisoma katika surati al-Baqara, Allah anaeleza kisa hiki. Malaika akamwambia, Rabb, umeiumba dunia na umeipamba na vilivyomo ndani yake. Dunia imestawi katika hali yake. Vipi unataka ulete kiumbe ambacho kitakuwa ni sababu ya kuharibika ulimwengu? Vipi unataka ukilete kiumbe ambacho itakuwa sababu dunia itaingia katika uharibifu mkubwa kwa kuwepo kiumbe hiko? Allah akamwambia, mimi ninayatambua na mimi ni mjuzi wa yale ambayo nyinyi hamyajui. Ikafikia hatua mwanadamu akatengenezwa, mwanadamu akaumbwa, akawekwa katika mgongo wa ardhi. Kwanza kabisa Allah alitambua ni kanuni kabisa namba moja, ili mwanadamu aweze kuwa ni kiongozi katika ardhi, ili mwanadamu aweze kuwa ni khalifa katika viumbe vilivyoumbwa na Allah, lazima ampe ilmu itakayoweza kumsaidia kutawala viumbe hivi. Lazima ampe ilmu itakayokuwa ni nyenzo ya yeye kusurvive katika ulimwengu huu. Ndio nguzo ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Allah sema, wa'allama Adama al-asmaa kullaha. Kwanza Mwenyezi Mungu alimpa ilmu mwanadamu ya viumbe vyote, majina ya viumbe vyote duniani, kwa sababu anaandaliwa kuwa ni kiongozi bora, anaandaliwa kuwa ni msimamizi mzuri. Isifikie hatua anaulizwa jambo kuhusiana na anavyovisimamia ikawa hayui, hawezi kuwa kiongozi. Na hili leo hata sisi katika maisha yetu ya kawaida ndio ipo hivyo. Uwezi ukaenda sehemu ukapewa ukurugenzi pasi na kuwa na ilmu ya ukurugenzi, Sheikh. Uwezi ukaenda sehemu ukapewa nafasi ya ualimu pasi na kuwa na ilmu ya ualimu. Uwezi kwenda sehemu ukapewa nafasi ya kuwatawala watu katika namna fulani pasi na kuwa na ilmu hiyo. Isipokuwa ajabu sisi kama Waislamu, mtu anataka ilmu ya kusali, anataka kusali pasi na kuwa na ilmu ya kusali. Allah. Yaani Muislamu anataka tu anaenda msikitini kwa mazoea, kwa sababu amezoea kwenda msikitini, au anaenda msikitini kwa sababu ya nguvu ya bosi wake. Bosi amemwambia, hapa mimi wafanyakazi wangu ninaowahitajia lazima wawe anasali. Kwa hivyo huyo atakuwa anasali si kwa sababu ni wajibu kwake yeye, anasali kwa kumfurahisha bosi wake, isije kibarua kikaota nyasi, ilhali ilmu ya sala hana. Nyinyi mashahidi na sote tupo hapo juu. Kuna mtu akaja akaritiwa gari ya mtu atengenezi pasi na ilmu ya gari. Sasa nyenzo kuu katika maisha ya mwanadamu ni ilmu. Nyenzo ya maisha ya mwanadamu ni ilmu yoyote. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam moja katika dua anatuambia tuombe ilmu yenye manufaa. Wanawachuoni wakasema kupitia maneno haya Mtume aliposema ilmu yenye manufaa, wakasema kumbe kwa namna ya maneno haya jinsi yalivyo, hakuna ilmu al-akhirah wala ilmu dunia. Hakuna. Ilmu ni ilmu tu, isipokuwa kinachoangaliwa, je, ilmu ile ina manufaa na yule aliyokuwa nayo? Ananufaika nayo yeye, anawanufaisha na wanaomtazama yeye? Hiko ndio cha kukiangalia. Lakini leo ulipofikia ulimwengu, imefikia hatua tunamtegemea profesa, madaktari tunawategemea, lakini elimu iliyokuwa nayo haimsaidii kuweza kuiona haki. La ilaha illallah. Wapo maprofesa mpaka kesho anatuaminisha mwanadamu wa kwanza alikuwa nyani, na twasoma hivyo, si ndio? Hawa elimu yao haiwezi ikawasaidia kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na nadharia hii bado ipo mashuleni inafundishwa.
kwamba mwanadamu wa kwanza alikuwa nyani, akabadilika ndio akawa mpaka kufikia hatua ya kuwa mwanadamu. Tumia akili Muislamu. Siku zote nasisitiza tutumie akili kwenye baadhi ya mambo, kwa sababu akili ipimwe ili kuwa ni akili lazima iweze kuchambua. Ukisoma hata katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anataka tutumie akili katika mambo. Inna fi dhalika la ayatin li ulil albab, inna fi dhalika la ibaratan liman yasha, inna fi dhalika la hivyo Allah anataka tutumie akili kupima mambo. Sasa wewe aliyokuambia binadamu wa kwanza alikuwa nani ni nani, na wewe kama Muislamu unaishi na nadharia hiyo, mbona hatuoni unyani akarudi kwenye asili yake? Si mwanadamu wewe, si tumetoka tulipotokea. Ushasikia hata siku moja binadamu alimzaa nyani ili yule nyani ndio akaonyesha kwamba amerudi kwenye asili yake? Ushawahi kusikia? Wewe katika koo yako, na kutolea mfano na kupa ubainifu kwa njia ya mfano katika historia yako. Yawezekana wewe umezaliwa mweusi kabisa kama mimi nilivyo, lakini bibi wa bibi yako alikuwa ni mweupe na alikuwa na asili ya Kiarabu. Basi wewe katika watoto wako, ima wajukuu zako, ima wajukuu wa wajukuu zako, atazaliwa mmoja atafuata ile asili ya bibi yake, atatoka tu Mwarabu, atatoka tu. Nani amezaliwa nyani mpaka leo? Ndugu zangu, hawa ndio tunawategemea hawa. Sasa elimu ya namna hii haiwezi kutusaidia kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, hata siku moja haitusaidii. Wanadamu wana nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukirudi katika sura ya 17, sura al-Isra, sura ya 17, sura al-Isra, Mungu anasema walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Hiyo Allah sema tumemkirimu, tumemfanya kuwa mtukufu mwanadamu katika viumbe tulivyoviumba. Allah asema miongoni mwa viumbe tulivyoviumba mwanadamu ni mtukufu. Mwanadamu ana uwezo wa kusimama sehemu akasikilizwa. Mwanadamu itafikia kipindi hata akidondoka sehemu amekufa, jamii iliyokuwa pale haitokubali kutokana na utukufu aliokuwa nao, lazima atastirika mwanadamu. Karramna bani adam, tumemtukuza mwanadamu. Mabwana ndio sisi wanadamu wenyewe. Halafu tutazame utukufu huo tunao, tupime. Karramna bani adam, tumemtukuza mwanadamu. Leo imetokea ajali, kafa mwanadamu, watu jambo la kwanza utasikia mfunike. Atatokea hata mtu atatoa nguo yake aliyojistiri yeye, atatoa sehemu ya nguo yake yule mwanadamu astiriwe. Ndio nafasi ya mwanadamu. Ushawahi kusikia mbwa akafa afu watu wanamfunika mbwa? Badala yake utasikia toeni bwana hapo, tuchimbeni kishimo mumfikie bwana, atatoa harufu. Sio mwanadamu. Karramna bani adam. Sasa nafasi hii mwanadamu anatakiwa aitambue. Anaitambuaje? Lazima awe na elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kupitia elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala itatubainishia na haki kuonekana. Leo ndugu zetu, maana tunatumia lugha ya ndugu zetu wa upande wa pili, inafikia hatua kwa kutokutumia elimu na akili. Sisemi kwamba hawana akili. Akili zote tunazo, na akili kwa mujibu wa mafundisho ni moja tu. Akili ya watu wote ni moja. Ule mpango wa kukaa kusema huyu mtoto wake ana akili sana, sio kweli. Akili ya watu wote. Sasa sisemi kwamba ndugu zetu hawana akili, akili wanazo, lakini kwa kutokushiba ilmu, kwa kutokumtambua Allah, wamekwenda kusadiki kusema mwanadamu mwenzao au binadamu aliyoumbwa kama wao kuwa ni Mungu. Ni kutokutumia akili, kuitumiza akili katika matumizi yake, kwa sababu Mtume anasema kipimo cha akili
kinapimwa katika kuyazingatia mambo. Ndio akili. La aqla katadbir. Akili ya mtu inapimwa kwa kuzingatia majambo. Kwa nini Mungu aliniteremsha hivi? Kwa nini Mungu alifanya hivi? Fuata vile alivyofanya Mungu, halafu utatumia akili yako, utaweza kuchambua na kuiona haki kwa hapo. Sasa imetengenezwa propaganda, imejazwa katika vichwa vyao, wameamini kuwa Nabii Isa alayhi salam kuwa ni Mungu. Na hao ndo tunawategemea katika kuwa ni madaktari. Hao ndo tunawategemea kwamba ulimwengu wanaona wao wanauendesha. Imani yao kubwa kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wao kuwa ni Mungu. Sasa mbona Nabii Adam sio Mungu? Kwa sababu Nabii Isa ameumbwa na mama, amezaliwa na mama pasi na baba. Nabii Adam yeye ameumbwa tu kama alivyoumbwa, hakuwa na baba wala na mama. Nani zaidi hapa? Mbona Nabii Adam sio Mungu? Kwa nini Isa akawa Mungu? Haya, Bi Hawa ameumbwa na baba tu pasi na mama, ametoka ubavuni kwa baba yetu Adam. Kwa nini naye asiwe Mungu? Ndugu zangu, tutumia akili tusaidie, lakini akili peke yake haitoshi pasi na kuwa na elimu. Kwa mantiki hii yatupasa tusome. Leo maisha yametutenga, yametufanya tumeona kuna utofauti kati ya kutafuta elimu na kutafuta maisha, na yametufanya tuone bora kutafuta maisha kuliko kutafuta elimu. Matokeo yake vitu vingi tunavifanya pasi na elimu. Vitu vingi tunavifanya pasi na elimu na hatutaki kusoma. Karama ya mwanadamu iko wapi? Vitu vingi tunavifanya kimazoea. Na ndio maana siku zote nasema hata ibada, mtindo wa ibada tunaofanya, tunafanya ibada za kimazoea. Ndio maana ibada automatically haitubadilishi, kwa sababu hatuna ilmu na ibada. Leo mtu anakuja kusali, lakini mwingine anakuambia tu, na mimi naenda bwana siku moja Ijumaa, na mimi naenda kusali. Naenda na mimi kidogo kusali. Yaani sala kwa yeye siku ya Ijumaa ni kama fashion. Sio ile sala aliyosema Mwenyezi Mungu, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sala haipo katika nafasi hiyo, kwamba sala mja akisali inapohitajika basi automatically itamkataza na machafu na maovu sala. Lakini mtu tu anasema, tena muda mwingine apigiwa simu asema minutes, naenda msikitini dakika 5 natoka. Yaani sala tunaisali kimazoea. Kupitia sala, usaliji wetu wa kimazoea hautujengei ile hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku aya zitatuita ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, lakini ile takwa haitakuwepo kwa sababu tunafanya ibada ya sala kimazoea. Mabwana, elimu ndio jambo muhimu mno katika maisha ya wanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu amemtukuza, wa hamalnahum fil barri wal bahri, na mwanadamu amemtengenezea mazingira ya kumbeba bara na baharini. Nitatoa mfano tu kwa tafsiri nyepesi ya hii aya. Leo mwanadamu kapewa elimu, akitaka kwenda Arabuni kwa mfano, atokee Tanzania hapa asitumie usafiri wa ndege, anaweza kufika mwanadamu. Nikuulize, ng'ombe anaweza kufika? Ng'ombe anaweza kufika? Jibu lake hawezi, kwa sababu hakupewa nafasi. Mwanadamu anaweza akatumia maji kwa maji, fil barri wal bahri, akatumia maji akavuka mpaka akafika Arabuni. Anaweza akatumia usafiri wa ardhini, fil barri, akatumia usafiri wa ardhini akafika anapokutaka mwanadamu. Tuulizane mimi na wewe, ng'ombe anaweza kufika? Atake leo kwenda Oman, ng'ombe anafika? Nafasi ya mwanadamu katika ulimwengu, hiyo ndio ndoka na Islam. Nafasi ya mwanadamu katika ulimwengu ni kiongozi, lakini kiongozi hawezi kuongoza mpaka awe na elimu ya uongozi. Mungu asema tena, wafadhalnahu
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ala wazni tafdila. Mungu asema na tukamfanya mwanadamu huyu akawa bora, tukamfanya akawa bora mimman khalaqna tafdila, katika vile tulivyoviumba na kumfanya kuwa bora mwanadamu yupo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu alipomfanya kuwa bora akamwekea misingi ya kimaisha, mwanadamu ndo inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwanadamu ndo kaekewa nyenzo za kimaisha, akaambiwa ukipita njia hii utaongozeka na ukipita njia hii utapotea. Machaguo yote unayo mwenyewe mwanadamu, njia ipi unaitaka uipite. Ndio maana hata katika kula Mwenyezi Mungu ametuelekeza jinsi ya kula. Mwenyezi Mungu anasema kuleni katika vizuri tulivyoumbia, tena ni vya halali. Kuna vizuri vingine ni vizuri lakini si vya halali, mwanadamu hatakiwi kuvitumia. Hapa ndio elimu itatumika na akili ya mwanadamu itatumika. Kuleni katika tulivyoumbia vile halalan kisha tayyiba. Kuna vingine ni vizuri lakini sio halal, mwanadamu haruhusiwi kula wala haruhusiwi kutumia. Sasa haya yote kwa kutazama na macho yetu ya kawaida, pasi na kutumia akili zetu, lakini pasi na kuwa na ujuzi, mabwana, tutafanya mambo kwa kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala alifundisha. Ninachotaka niseme kwetu sisi, kusoma ni wajibu, ni lazima. Ikiwa huwezi kuwa fundi wa gari, ima upande wa mechanics, ima upande wa wiring, ima upande mwingine wowote, huwezi kuwa fundi mpaka ukae na fundi ya kusomeshe, basi hata hizi ibada, naomba nieleweke vizuri, huwezi kusali mpaka ukae na shekhe ya kufundishe namna ya kusali. Tunaelewana? Seme tusiswali, isije kasema shekhe leo msikitini amekataza sisi tusiokuwa na elimu ya sala tusende kusali. Sijasema hivyo. Sali, lakini tafuta juhudi za kutambua ibada unayoifanya. Matokeo yake unaweza ukasali miaka 30 lakini Mwenyezi Mungu akakwambia sala yako ilikubalika ya siku moja. Miaka 30 unatekeleza ibada ya sala, lakini kwa kutokuwa na elimu ya sala Mwenyezi Mungu akakwambia wewe ibada yako ya siku moja tu ilikuwa sahihi. Tena ilikuwa kipindi kimoja tu sahihi. Nini kinakusaidia ndani ya miaka 30? Tusome mabwana, tufahamu ibada tunazofanya. Leo kwa kutokusoma imefikia kipindi hata watoto zetu wanapokwenda madarasa tunaona tu wanaenda kupoteza muda tu kwa kutokusoma. Juzi nimepanda daradara natoka Magara. Natoka maeneo ya natoka Magara. Nipo kwenye daradara inakwenda Zara, tukakuta foleni. Tukakaa kwenye foleni. Na hili tunalo wote na tunatambua. Serikali kuanzia mwaka huu watoto wetu watasoma mwisho darasa la 6, si ndio Kuna utaratibu wa kufanya exchange katika syllabus. Wamebadilisha mfumo wa kielimu. Wamebadilisha mfumo wa kutoka darasa la 7 kuja darasa la 6. Automatically masomo ya darasa la 2 atayasoma darasa la 1, masomo ya darasa la 3 atayasoma darasa la 2, masomo ya darasa la 4 atayasoma darasa la 3, masomo ya darasa la 5 atayasoma darasa la 4, masomo ya darasa la 6 atayasoma darasa la 5, masomo ya darasa la 7 atayasoma darasa la 6. Tunaelewana? Ndio ipo hivyo mabwana. Sasa kuna mmoja ya wazazi yupo kwenye daradara analalamika na anasema siku hizi watoto zetu wanafanywa overdose ya masomo kiasi ambacho mtoto anachoka. Sikiliza, na wewe inawezekana fikira hii unayo. Mtoto anachoka katika masomo, anatoka shule saa 10 anaambiwa ende tusheni,
alafu mzazi mtoto wake anarudi nyumbani saa 12 anaambiwa mpeleke madrasa. Madrasa nini bwana? Yupo ndani ya daradara. Mimi nimesimama, nimevaa kofia kama hivi nilivyovaa, kasoro kanzu, nikataka nisijionyeshe kwamba nahusika na lile linalosemwa, nikafanya kama sisikii, nikawa naangalia nje. Bwana mmoja amekaa karibu yangu, akaniwa macho, ananitazama mimi, ima nitachangia au nitaonyesha chochote. Sikuonyesha kitu, sikureact. Mbele yangu kuna mama amejistiri wa Kiislamu, kamwangalia yule mama kwa jicho la huzuni, kisha naye akajiinamia. Huyu aliyekaa karibu yangu ndio ikawa anachangia holi, anamwambia, kwa hiyo mtoto, dada unasema mtoto anapelekwa madrasa, kwa hiyo madrasa haina maana yote? Asijasema haina maana. Ndio fikra tulizokuwa nazo. Yani hata mimi na wewe, mtoto wako yawezekana akashafika form 1, unaenda unamwambia mwalimu wa madrasa, mwanangu naomba kidogo apumzike kwa sababu ameshaingia form 1, masomo ni mengi, nikimchanganya na masomo ya madrasa atachanganyikiwa. Kwa hiyo naomba ustazi miaka 2 mwanangu kwanza apambane na kule shule. Nadharia yetu ishahamishwa kwamba kule ndo kwenye maisha. Akili zetu na fikra zetu kule ndo atakayekuja kukusaidia mtoto wako. Maana yake ataenda kusoma, atakuja kwa waziri, atasoma, atakuwa mbunge, atasoma, atakuwa mkuu wa wilaya kule. Madarasa asome aliyekuwa nani? Nadharia hizi tunayo. Lakini yote kwa sababu tumetolewa katika mfumo wetu, tusitambue, tusifikirie na tusijue. Lakini wa kujilaumu ni sisi wenyewe, kwa sababu wewe mwenyewe elimu ya madarasa huna, hata uchungu wenyewe wa nini madarasa huna. Ukiambiwa mwalimu anahitajia shilingi 2000 ni kama sehemu ya ada, umii Muislamu, unaona sawa tu. Tena unatamani mwalimu kanzu yake avae ovyo ovyo, unaona hasa huyu mwalimu wa madarasa. Inna ahaqqa ma akhadtum alayhi al-ajra al-Qur'an. Tunasema kama kuna sehemu mnatakiwa mumlipe mtu fedha nyingi, basi yule anayemsomesha mtu elimu ya kujua Allah subhanahu wa ta'ala ndio anatakiwa alipwe zaidi hata ya rais. Wenzetu wa Arabu hili wamefanikiwa. Mmoja ananiambia, shehe, kwa nini useme Arabuni? Kaambia sina sababu za kwenda, nasema kwa elimu uliyokuwa nayo unaweza kulipwa hata 500,000 mimi ninapokuona. Kwa sababu kuna walimu wanafundisha nasari, wanafundisha elimu ya ibtidai nasari, anasema analipwa mpaka 6,000,000. Itakuwa wewe wa elimu uliyokuwa nayo una uwezo wa kufundisha hata sekondari, unalipwa zaidi ya 500,000. Kwa nini usifanye mpango wa kwenda kule? Kwa nini hapa sio Uislamu hapo? Lakini kwa sababu hilo sisi halipo kichwani mwetu, na mzazi asema kabisa, kule nipeleke kule kwa shule mwanangu, baadaye akishafikia umri nani ataenda mwenyewe madrasa. Jamani, mwanadamu ni kiumbe mtukufu, lakini utukufu wake unakuja pale ambapo atakapokuwa na elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu afungue vichwa vyetu tuweze kuona haki. Mwenyezi Mungu afungue vichwa vyetu tuweze kuthamini waalimu wa madarasa. Mwenyezi Mungu afungue vichwa vyetu tuweze kuthamini mashehe wanaotuongozea ibada zetu, kwani bila ibada hakuna ulimwengu. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa ya najatal taibin ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Allahumma lawla anta mahtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا مرارا وتكرارا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن الله مع المتقين. Zangu, kusoma ni wajibu wetu kama Waislamu. Sikulazimishi lazima usome hapa, lakini kwenye maisha yako wewe jitengenezee syllabus kwamba nikirudi kazini au kabla sijatoka asubuhi kwenda kibaruani, nikimaliza sala ya asubuhi pale nimtafute mtu anao kwa dakika 10 anipe elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Nitakuwa ni kubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii utaujua mpaka wajibu wako kama mzazi kwa watoto wako. Hii itakusaidia hata mama wa familia yako, ima mkeo, akanyoka kwa sababu ya wewe unapata elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kwa kutokuwa na elimu ya kumjua Allah,
basi hata hofu na Allah hatuna. Nitakupa mfano. Tuko katika nchi yetu ya Tanzania, na siku zote tunaambiwa nchi ambayo haina dini, tunaambiwa hivyo, nchi ambayo haina dini. Kwa hata mifumo yake inaendeshwa tu pasi na dini. Lakini nataka nikupe mfano mmoja. Leo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza dhulma. Kwa mfano, dhulma tu mfano mdogo. Lakini hatudhulumiani. Dhulma kama dhulma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kwenda mbali zaidi akasema dhulma isifikie hatua Muislamu akamdhulumu hata asiyekuwa Muislamu, ni kosa kubwa kisheria. Mwenyewe akasema unsur akhaka dhaliman amma dhulma, nusuru ndugu yako ikiwa yeye ndo anamdhulumu mtu au yeye anadhulumiwa, haifai katika Uislamu. Isiye ikafikia hatua unajitolea fatwa mwenyewe, vipi mtu mwenyewe si kafiri tu, kwani nikichukua hela yake kuna nini? Sheikh, ni dhulma hiyo. Hiyo ni dhulma, na utakwenda kuwajibika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya hatuyaogopi. Yaani haya hatuyaogopi. Sikwambii tena ya kamari vijana wenzangu. Ndio kabisa. Tena mtu yawezekana anaenda kwa shindo yake anamuuliza, kwani hamna haya kidogo iliyolegeza legeza kwenye kamari? Hamna. Yaani anataka somewa hiyo tu na yeye afanye kazi hiyo hiyo. Kama ule wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walimwambia bwana Mtume, bwana Muhammad, wewe sikiliza, wewe unaonekana wewe mgumu kuelewa. Sasa cha kufanya, sisi tunataka kufanya makubaliano na wewe. Mwezi mmoja unakuja kuabudu na salamu yetu, alafu mwezi mmoja tunaenda nawe kuabudu na salamu yako. Unasemaje? Mungu akateremsha sura Al-Kafirun. Uliya al-kafiruna a'budu ma ta'buduna wala antum wakaona bwana kama ni kwanza wakaja. Sikiliza, hilo gumu. Kwenye hiyo Qur'ani kuna aya sisi zinatukera, zinatukataza mambo ambayo kwamba tunayapenda, zinatukana miungu yetu, na sisi baba zetu tumewakuta wanafanya ibada hiyo. Unaonaje hizo aya unazifuta, ukabakisha zile aya tu zinazoongea mambo mazuri ya kutupamba na nini, ukabakisha zile? Ndio sisi sasa hivi tulipofikia. Yaani kuna mtu anatamani atokee shekhe leo afute aya inayokataza kamari ili aone kwamba Uislamu wake wewe umesalimika. Vipi? Kamari ipo. Unabeti tu mwanangu sasa hivi. Hizo jiji unaweka tu. Wenyewe washaelewa. Sasa haya tunayafanya pasi na uoga. Urudi upande wa pili. Uambiwe leo ukinunua gari usipoilipia LATRA, usipoilipia bima huwezi kutembea nayo. Tunaweza kutembea nayo gari? Yaani sheria hizi ndio wameweka wanadamu, hizi za LATRA na bima na vitu vingine. Hizi huku kaweka Mungu. Wapi tunakatazika? Mtu akiwa gari yake LATRA haina bima haina, anaipaki nyumbani kwake. Kwa sababu anajua akifika barabarani atapiwa cheti kile kikibeti, itafikia kipindi siku atamweka gari hapo itakamatwa polisi. Ikifika polisi atawajibika. Hatuji kwenye wizi, hatuji kwenye makosa ya jinai tena huko. Hatuji kwa mtu akaambiwa kwamba huyu bwana anatakatisha fedha, huyu bwana kajiibia serikali, huyu kawaibia TRA, au makosa ndio unapotea kabisa. Na tunaogopa kweli kweli. Lakini vijana tunaogopa zina. Matokeo yake ni kwa fashion sasa hivi. Mtu asipokuwa na mtoto wa nje sio kijana sawa sawa. Mtu asipokuwa na mtoto wa nje sio kijana sawa sawa. Sasa haya yanahitaji elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mmoja wa wasemaji wa kumalizia akasema innama dunya au innama alhaya aqidatun wa ijtihad. Maisha yana vitu viwili tu. Maisha ni vitu viwili tu ama vitatu. Asema innamal haya aqidatun wa ijtihad. Maisha siku zote ni vitu viwili tu. Aqida, ilmu ya kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Aqida, kwamba wewe unapojiona hivyo umeumbwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ule kama alivyofundisha Allah, utembee kama alivyofundisha Allah, uvae kama alivyofundisha Allah. Wewe ni wa Allah tu. Aqida, ukae katika misingi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyewe asema fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha. Dini ndio maumbile ya Allah ambaye Mungu kawaumbia watu waishi katika mfumo wa dini. We mpaka unavyokula Uislamu umeelekeza kula, unavyotembea Uislamu umeelekeza kutembea, unavyoongea Uislamu umeelekeza kuongea. Ukiishi katika mstari huo hautapotea. Lakini jingine akasema wajitihad na usawaji katika maisha. Kijana Uislamu lazima usawaji, lazima upambane. Mmoja shekhe siku moja atoa hutuba anasema vijana lazima tushikilie bomba. Kijana wa Kiislamu kwa bwege utaki kufanya kazi, si mafunzo ya Uislamu. Kuna lugha chafu zinatumika. Vijana wenzako watakushughulikia usipotaka kufanya kazi. Ayatu aqida tu wajtihad, kusurvive katika maisha. Una elimu yako ya dini, itumie katika dini ikusaidie kupata kipato. Una elimu yako ya itumie ikusaidie kupata kipato. Sio unakaa tukija ukiambiwa twende mwana tukafungue mguu tubadilishe mashuzi haya. Mimi sikusomea mambo hayo. Mimi elimu yangu ya form 6. Sheikh, huwezi kushikilia bomba mjini hapa. Utauponza lugha zenu mnazotumia. Alhayatu aqidatun wajtihad. Maisha ni kusurvive. Lazima tupambane. Lakini kwanza tupate elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Itatusaidia kujua hii haki tuifanye Uislamu umetaka tufanye. Hii batili tusifanye Uislamu hautaki kufanya. Masuala kukaa kidarueshi katika Uislamu kwa vitu hakuna. Mtume anasema Mungu anampenda mja anaifanya kazi kwa mkono wake na akaifanya vizuri ile kazi. Kazi ifanye kwa mkono wako kisha ifanye vizuri. Kabla ya bosi hajakulipa, Mwenyezi Mungu anakuandikia thawabu. Muislamu kukaa kidogo hatakiwi. Vijana wangapi tunaona wanaharibikiwa? Nenda Makinondoni, nenda Masinza. Kijana wa Kiislamu lakini unamkuta hamna kitu maskini. Wameshamharibu kwa sababu anataka mafanikio kwa njia rahisi. Hakuna mafanikio yanayokuja hivyo. Kuna bwana mmoja aitwa Sindibari al-Bahari, alipata maisha mazuri katika mazingira magumu. Mwisho ujumbe wake kaandika akasema man lam yarkabil ahwala lan yanali raghai. Mtu ambaye kwamba asiyepitia matatizo hawezi kupata maisha mazuri. Kaa hivyo utambue Muislamu. Wewe kazi yako umekaa tu na tasbihi yako, Mungu nipe. Mungu atakupa tu ndio, lakini sio kwa hivyo. Lazima upambane. Tufanye kazi kwa bidii, lakini tuwe na elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ndio itakayotunusuru. Mwisho wa mwaka ndugu zangu, mwezi wa 12 kama nilivyosema, tunaelekea tarehe za mwishoni kuumaliza mwaka. Kipi tumekifanya ndani ya mwaka mzima? Masiku yaliyobaki tufanye tathmini ya matendo yetu. Kama kuna sehemu tumeharibu, turekebishe. Kama kuna sehemu tumefanya vizuri, tuongeze mwaka ujao na tuweke maazimio ya kufanya vizuri zaidi ya hapa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى كافة أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.